أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tumesikilia katika mfululizo wa kuyajibu yale masuala manne ambayo kwamba yana mafungamano na kuzielewa aya hizi nne za suratu Yasin, kutoka laqad haqqa alqawlu ala aktharihim mpaka wasawaun alayhim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Tulisikilia katika kuzihisabu zile zitu zinazoamkuliwa mawani'ul maarifa, ngome au zizingiti zinaomziwilia mwanadamu kuzitumia zombo alizopoa na Mwenyezi Mungu za kuwasiliana na ulimwengu, za kuwasiliana na maarif mbalimbali. Kulingana na maelezo ya Qur'ani, zombo hizi zaharibika na zachafuliwa na mambo mingi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza. Lakini msingi lilikuwa ni hawa, kama nilivyoeleza kwa urefu juma lililopita, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia: afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Ule mwenye kuitukua hawa yake akaifanya ndiyo Mungu, basi Mwenyezi Mungu humpoteza na humziba masikio yake, hiki ni chombo cha kusikilia kwenye maarifa, na akamziba moyo wake, kisha na akamwekea pazia na kifiniko katika mato yake, ambao ndio ile inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun. Pili, tukaeleza kwamba kupenda ulimwengu ni moja katika zitu ambazo kwamba zaweza kuharibu zombo za mwanadamu za maarifa. Tatu, tukaeleza kwamba kibri na ghurur ni sifa ambazo kwamba zawa ni pingamizi kubwa kwa mwanadamu katika masala ya kielimu na masala ya maarifa, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea katika Qur'ani, kama nilivyoeleza juma lililopita, mifano ya zitu kama hizi. Na al-Imam al-Baqir alayhi salam akatwambia: ma dakhala qalba mri'in shay'un min al-kibri illa naqasa min aqlihi ma dakhalahu min dhalika qalla dhalika au kathur. Hakuingii katika moyo wa mwanadamu kitu chochote cha kibri
isipokuwa hupungua katika akili yako kwa kadiri ya kile kilichoingia, sawa sawa iwe ni kingi au kiwe ni kichache. Kwa hivyo percentage ya kibri inavyopenya katika moyo wa mwanadamu, ndivyo kunavyopungua percentage ya utendakazi wa chombo cha akili yako, ambayo kwamba ndiyo chombo muhimu. Leo tutataka twende katika kitu cha 4 katika mambo ambayo kwamba yamfanya mwanadamu au sifa na akhlaq ya muharibia zile adawat za maarifa alizonazo: uwinga na ghafla. Sifa ya uwinga ni moja katika zitu ambazo kwamba mwanadamu akiwa nazo huwa ni pingamizi kubwa ya kutoweza kuwasiliana na ulimwengu, ya kutoweza kuyua mambo ambayo kwamba wahitaji uyayue. Na ndiyo utampata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Rum aya ya 59, Mwenyezi Mungu atuambia, kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Hivyo ndivyo anavyopiga muhuri Mwenyezi Mungu, anautia sili zile nyoyo za wale wainga, wale watu wenye jahili. Kwa hivyo kuna mafungamano makubwa baina ya jahili na moyo kupijwa tabii, ambayo haya ni katika lugha kama nilivyoeleza nyuma ya hizi zombo zako za maarifa kuharibika. Ima Mwenyezi Mungu anena ni khatmu au ni tabu au ni rana ala qulubihim. Na katika sura hii ya Yasin tutaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizi aya tunazozifasiri amekuja kueleza ghafla ni sababu moja ya kuzizorotesha zombo kama hizi, alipotwambia kwamba innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun. Wako kwenye ghafla. Ghafla hii ndiyo iliyowafanya wao wakatae mwito wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ndiyo mpaka wakasikilia kwenye aghlal, wakasikilia kwenye kuwa na saddin, wakasikilia kwenye faaghshaynahum fahum la yubsirun, wakafinikwa wakawa na ngome na mwisho wakawa hawawezi tena kuona. Pengine utaniuliza suala, muinga ni ule mtu ambaye kwamba haelewi kitu, ni ule mtu ambaye kwamba hamiliki maarifa katika akili yake, ni ule mtu ambaye kwamba ahitaji kuelimishwa. Huyu ndiye muinga. Sasa ikiwa uwinga utakuwa ni sababu ya mtu kutoyua, itamaanisha kwamba watu wote hawawezi kuyua, kwa sababu hakuna mwanadamu hapitiwi na kipindi akawa ni nini? Ni muinga. Kama tulivyoeleza, Uislamu waamini kwamba mwanadamu azaliwa hayui kitu. Alladhi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, amewatoa kwenye matumbo ya mama zenu hamuyui kitu chochote. Kisha waja'ala lakumus sab'a wal absara wal af'ida. Sasa ikiwa uwinga ni lazima niupitie katika maisha yangu, na wewe watuambia kwamba uwinga ni ngome ya mtu kutoyua, ya kujengea ngome usipate maarifa, mbona mambo haya hayaeleweki? Hii yamaanisha kwamba binadamu wote hawawezi kusikilia kwenye maarifa, ikiwa uwinga utakuwa ni ngome ya kukusikilizisha wewe kwenye maarifa, kwa sababu kila mwanadamu ni lazima apitiwe na stage awe ni muinga kisha atafute maarifa. Sasa uwinga ukiwa ni ngome na ni pazia ya kukufanya wewe usisikilie kwenye maarifa, kwa hivyo kila mwanadamu hatosikilia kwenye maarifa, yatakuwa vipi mambo kama haya? Na Mwenyezi Mungu atuambia, kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Hivyo
ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoifunga, anavyoipiga sili zile nyoyo za wainga. Kwa hivyo nyoyo za wainga zimefungwa, hakuna tamaa ya kujua kitu chochote. Vipi tutalitatua suala kama hili? Bila ya shaka suala kama hili halikusudiwi uinga huu tunaofahamu sisi, au kwa lugha ya kufafanua zaidi, wanazuoni wameugawanya uinga zigawanyo ziwili, kama walivyoigawanya elimu zigawanyo ziwili. Kuna mtu ni muyuzi na ayua kwamba yeye ayua, huyu ni muyuzi, na katika baadhi ya maneno wanena fadhalika muhtadin, huyo ndio ameongoka. Kuna na mtu ni muyuzi lakini yeye hayui kwamba yeye ayua, hajijui yeye mwenyewe, huyo ameghafilika, mtanabahisheni. Kuna na mtu ni muinga na yeye ayua kwamba mimi ni nani, ni muinga, huyo ni mustarshidun faarshidu, huyo atafuta uongozi, kwa hivyo mpeni uongozi. Kuna na mtu ni muinga na hayui kwamba yeye ni nani, ni muinga, fadhalika jahilun murakkab, waemuita ni muinga ambao amepandamanishwa, yani ni double, kwa sababu kwanza yeye ni muinga hajui, kisha yeye ni muinga haelewi kwamba yeye ni nani, ni muinga. Uinga huu wa kichawanyo hiki cha jahlun murakkab, huu ndio unaokuwa ngome wa mtu kutoyua, huu ndio wa hatari, huu ndio ule anayetuambia Mwenyezi Mungu kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Mwenyezi Mungu huipiga mihuri ile zile nyoyo za wale ambao kwamba ni wainga na wao hawajui kwamba wao ni wainga, bali waiona wao waelewa na wayua. Na mtu wakati akiwa hayui na hataki kukubali kwamba yeye hayui, aiona ayua, huyo ashajifungia milango yote ya maarifa mbele ya uso wake. Huu ndio uinga unaokusudiwa hapa, na ndio ule mbedui mmoja alikuwa ataka kusawirisha mtu huyu ambaye kwamba yeye ni jahilun murakkab, akatunga mashairi yake kama mjadala baina yake yeye na punda, mjadala uliopitika baina yake yeye na punda, akijisawirisha yeye ndio huyo jahilun murakkab. Akatunga mashairi haya, nitayasoma kwa Kiarabu kisha niyafasiri. Akanena qala himarul hakimi yawman, alizungumza punda la hakimu siku moja, na hakimu umpende yu, hakimu ni yeye huyo ayuwao. Akinena lau tunsifuni la kuntu arkabu, lau kulikuwa kuna insaf, kuna zipimo za uadilifu, yangelikuwa mimi yeye ndio nipende, yani huyo aliyoko yulangu ni punda zaidi, yastahiki yeye ashuke, mimi nifanye nini, nimpande yeye. Liannani jahilun basitun, kwa sababu mimi ni muinga na naelewa kwamba mimi ni nani, ni muinga, lakini sahibi huyo anipendeo mimi ni jahilun murakkabu, ni muinga na haelewi kwamba yeye ni nani, ni muinga. Kwa hivyo lau kutakuwa na insaf, kutakuwa na zipimo za kiuadilifu, yastahiki mambo yabadilike, awe yeye ndo atashuka hapa mahala pangu na mimi nipande pale mahala aliyopo yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, uwinga ni moya, nikikusudia uwinga ambao mtu hataki kuukubali, ni pingamizi kubwa za kumfanya mwanadamu asiweze kuwasiliana na ulimwengu na kutuma maarifa. 5, katika zitu zinaofunga zile windows, yale madirisha ya elimu, ni unafiki kwa maana yake mapana zaidi. Si unafiki kwa maana ya kwamba mtu hudhihirisha Uislamu husita ukafiri. Hii ni sampuli au ni daraja kubwa ya unafiki,
Lakini unafiki kwa maana pana zaidi ni ule mtu ambaye kwamba ni dhul wajhain, ana nyuso mbili, double face. Huyu hukutana na uso hunu, akirudi kwa huyu akakutana naye kwa uso hunu. Kwa sababu mtu mwenye nyuso mbili, mtu mwenye tabia ya kudhihiri kwa rangi zote, yeye mwisho hukosa rangi. Mtu mwenye tabia ya kutaka kudhihiri kwa misimamo yote, yeye mwisho hukosa msimamo. Huenda mwisho akawa yeye hajijui ni nani, wala uko wapi, wala ana msimamo gani, wala ana rangi gani. Na wakati mtu akishindwa kujielewa msimamo wake, wakati mtu akishindwa kujielewa rangi yake, wakati mtu akishindwa kujielewa mwelekeo wake, enda wapi, lengo lake ni lipi, huyu ni mtu ambaye kwamba hukosa tawazun, hukosa zipimo, akawa hajielewi yeye na haelewi yanayoendelea pambizoni mwake na katika ulimwengu. Na ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa atuambia, yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Wao waona wamhadaa Mungu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba wao wajihadaa nafsi zao. Kwa nini? Kwa sababu fi qulubihim maradhun, nyoyo zao zimezie kungiwa na maradhi, si ya huma, si ya malaria, si ya munia, si ya moyo kusimama, si ya moyo kwenda mbio. Sio maradhi haya, ni maradhi ya kuharibika zombo hizi tunazozungumza sisi. Zile zombo aliokupa Mwenyezi Mungu za kukuwasilisha na ulimwengu, za kukupa wewe maarif katika akili yako, unafiki waziharibu zombo kama hizi, watia maradhi. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha, na Mwenyezi Mungu akawazidishia maradhi. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul Baqara, kutufananishia wanafiki namna zinavyoharibika zombo zao, atuambia, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mfano wa wanafiki ni mfano wa mtu aliopotea katika majangwa wakati wa usiku, kiza kimetanda namna moya, hakuna mwezi, hakuna chochote, akawa ametoshea hayo yafanye nini. Akispeksheni mifuko yake na mabegi yake, akapata kakwa la kibiriti na uti mmoja. Uti huu ndio kila kitu kwake, ukiwaka ndio umemwokoa, na ukizimika umekwisha. Akauwasha ule uti, akakusanya kuni zikashika moto. Ziliposhika moto, muda si muda, moto ule ukafanya nini? Ukavumiwa na upepo na kimbunga, ukazimika. Yani ile tundu moja ya dirisha ilikuwa ya kumfanya yeye auone ulimwengu, pia ikafanyika nini? Ikazimika. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, mfano wao ni kama mfano wa mtu amezowasha moto. Falamma adaat, ulipoanda ule moto kutoa nini? Mwangaza. Dhahaba Allahu binurihim, Mwenyezi Mungu aliuzima. Yani kulitokea kimbunga au upepo ama kitu chochote, mwezi ule ukazimika. Watarakahum fi dhulumatin la yubsirun, akawawata wao katika ziza, hawaoni. Mwenyezi Mungu akatuambia hao ni summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tongo, maduko, mabubwi, yani zombo za hisia zishaharibika hizi, ambazo ni katika zombo muhimu tulozieleza. Hisia zako 5 ndio za kwanza zinazokuwasilisha na ulimwengu, lakini zaja kuharibika. Si maana huwa tongo, si utongo huu. Si maana huwa bubu, si ububwi huu. Si maana huwa duko ukawa husikii, si uduko huu. Ni maana huoni tena haki, ni maana huoni tena yale yanayotaka yaonekane kisawasawa, husikii tena. Pale ndipo ukawa summun bukmun
umyun fahum la yarji'un. Hii ni katika maradhi yanayoharibu zombo za mwanadamu, unafiki. 6, katika tabia ambazo zatuharibu zombo zetu. Hii darsa yaweza kusikizwa kwa sampuli mbili. Yaweza kusikizwa kielimu na namna ya aya zinavyochambuliwa na kufaidika, lakini mimi ningependa zaidi kuwatanabahisha kwamba haya ni mambo ambayo twaelezewa na Qur'ani, ni maradhi ambayo kwamba hayana tabibu wa kukuelezea isipokuwa ni Qur'ani, na ndio Mwenyezi Mungu akaiamkua Qur'ani ni shifa. Si shifa ya kupoza malaria wala si shifa ya kupoza matumbo, ni shifa ya haya maradhi. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati tukizisikiza zitu kama hizi tujaribu kujiepusha na sifa hizi, kwa sababu ni katika kukupoteza kiasi kikubwa na kukukosesha ubinadamu wako. Wewe ni mwanadamu wakati ikiwa zombo zako zafanya kazi. Zombo zikiharibika utabaki ni frame tu peke yake ya uwanadamu, lakini huna madhumuni ya uwanadamu. Katika sifa mbovu ya 6 inayoelezwa na Qur'ani, inaokuwa ni pazia ya kukuziba wewe usipate kuona yanayotakikana yaonekane, uwe utakuwa kisha ni sawaun alaihim a andhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Hakuna dawa, ni taasub. Mtu kuwa na taasub, hataki kufuata haki, pale aliposhika mpale pale, hata ukaoneshwa namna gani. Hii ni makosa sana, na hii ni sifa tukitaka kuanza nayo katika mifano mitoto tutaweza kuipata vingi katika sisi tuko nayo sifa kama hili. Leo katika maisha yako wewe na rafiki yako mwaweza mkakosana mambo matoto tu, mkakhtalifiana kimaneno. Baada ya kupumzika wewe ukenda nyumbani ukafikiri, ukaja ukajikuta kwamba mimi nimekosa kile kitu nilichokifanya. Sasa pale ubinadamu wako ukifanya kazi, moyo kwa moyo utakuwa tayari kufanya nini? Kulikubali lile kosa. Na utaona ni kitu kidogo sana, wenda kumwambia rafiki yangu, mimi yale tulioختلفiana yalikuwa mimi nimeona makosa na mimi niko kwenye makosa. Kitu kidogo sana, lakini kuna pale kunapokuja itakuwa yeye, kwa nini mimi? Au wewe umemkosea mano, kwa nini mimi nimuombe msamaha kijana changu? Au wewe umemkosea mwanafunzi wako, kwa nini umuombe msamaha? Au mwanafunzi amemkosea mwalimu, kwa nini mimi niombe msamaha? Au umeoneshwa ni hili lakini umeona, lakini itakuwa yeye mimi nifuate huku mimi. Hii ndio hiyo taasub. Sasa hii ikia ni moja ni katika maradhi ambayo kwamba yaziziba zombo zako, na ukizoea kwenda sampuli hii huenda mwisho ukaharibikiwa na ukawa mambo wayaona sivyo yanavyotaka yaonekane. Na ndio
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkhutubu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia, wakati unaposoma Qur'ani kusanyika watu wengi wakakusikiza, ukaona wametoa masikio, lakini katika wao kuna wakusikizao lakini hakungii kitu katika nyoyo zao. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zao zimezie kuya taasub, ziko na kukakamaa na pale walipo, hawataki kusoma, hawataki kutafuta dalili, hawataki kwenda na dalili zinavyoenda. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia bwana Mtume katika suratul An'am, amwambia, wa minhum man yastami'u ilayka, miongoni mwao kuna wale wanaokusikiza wewe, waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Lakini japokuwa waona wamesimamisha masikio, wamefungua nyoyo, lakini nyoyo zimezie kutiwa zizibo. Masikio yametiwa kizibo. Kizibo gani? Kwa sababu ya taasub na ukakamavu na kutotaka kutafuta lile la haki. Na ndiyo watu wakisikilia daraja kama hili, sasa licha mimi na wewe tuyuwao aya 2-3 za kusoma na hadithi, huwa sasa paka mtumi pia hafanyi kazi. Hata mtumi ni marhala ya hatari sana. Hata mtumi hawezi kufanya kazi kipindi kama hiki. Na ndiyo Mwenyezi Mungu amwambia bwana Mtumi, usiipasue moyo katika suratul Rum, innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a. Wewe huwezi kuwasikilizisha maiti. Kusanya miswahafu yako, zitabu zako, librari yako, tukua na marufaa, wende kule maziarani, ufungue darasa, uande kuzungumza na wale maiti walioko pale. Bila shaka huwezi kubadilisha chochote, huwezi kuwaetea mwamko, huwezi kuwatoa wakafanya thaura wale, huwezi kuwabadilisha kwa sababu wamekufa wale. Pia ukiwakusanya maduko ukawatia kwenye klasi, ukapiga mayowe kwa uwezo wa sauti yako uliopoa na Mwenyezi Mungu wa kuinua, hakuna neno moja litaweza kusikilia katika akili. Kwa sababu gani? Wameshatia zizibo. Ndio pale utawaona Makureish walikitunda pamba wakitia kwenye mashikio yao wakati wakitoka wenda sokoni, ili taraki wa Mtume uko around hapo usoma Qur'ani, ili ile aya isipate kuingia katika masikio yao. Katika sifa mbovu pia zinaoharibu ni sifa ya taklidul a'ma, kufuata kiutongo au kusawazishwa na personality bila ya kuangalia dalili. Hili ni tatizo pia lilimkumba bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hili ni tatizo la kumba jamii mara nyingi. Wakati kunapopatikana mwanachuoni, mfano mwanachuoni ule akawa mzuri kiasi kikubwa, akawa akhlaqi zake ni mzuri, akawa na maendeleo makubwa katika maisha yake, huya akavaa kandu ya kudsia ya utakatifu, kiasi zizazi zitakazokuya zikawa hazitaki kabisa kusikia ule mwanachuoni akiguswa. Haya si mambo mazuri kadiri fulani. Sisemi kila walokuya nalo wanazuoni lipotolewe, la, siko hapo mimi, lakini ni makosa makubwa kuyavisha mambo utakatifu mpaka wakuzidi. Hata ni watolee kiswa kimoya kifupi cha tarikhi iliyopitika ndani katika tarikhi ya Ushia mathalan. Haya mambo yametokea ya hatari ya hizi taklidul a'ma, nitaka niwafahamishe. Katika tofauti zilioko baina ya madhhabi ya Kishia na Kisunni ni kwamba babul ijtihad, mlango wa ijtihadi umefungwa ama uko wazi. Fikiria ni mambo sote toyaelewa. Yani iko nafasi ya mtu kuwa mwanachuoni akafika daraja ya ijtihadi kama Imam Shafi, kama Imam Malik,
na akaanza kutoa fatwa, au baada ya wale maimamu wanne basi. Fikra ya wingi katika ahli sunna wasema kwamba babu ijtihadi imefungwa, lakini kwa mashia mlango wa ijtihadi uko wazi. Sipo nipatakapo hapa. Nipatakapo mimi, katika tarikhi ya ushia kulikuwa kuna mwanachuoni mmoja akiamkuliwa Sheikh Tusi, mwanachuoni maarufu sana. Sheikh Tusi alikuwa ni bahari, alikuwa kila nyanja za elimu ameingilia, katika tafsiri, katika usuli fiqhi, katika fiqhi, katika mambo kadha wa kadha. Huyu katika karni ya 3 kama sikukosea, ama ya 4, aliweza kuasisi nadharia nyingi za kielimu, kiasi alipokufa katika tarikhi ya ushia kuliweza kuketiwa miaka kadhaa, kukakosekana mwanachuoni anaoweza kuvunda nadharia zake kabisa. Kipindi fulani cha miaka kilipita. Baada ya kupita kipindi kile, ikawa Sheikh Tusi ashavaa kandu ya nini, ya Qudsiya, ya utakatifu. Sasa ikawa mwanachuoni anayekuya baada ya muda hasubutu kukosoa rai ya nani, ya Sheikh Tusi, na ni balaya kubwa ukikosoa rai yake kielimu, ikawa hatari. Hii wasema wataalamu wa kihistoria wa kishia ilikuwa karibu nayo katika ushia imohufunga mlango wa ijtihadi. Hili tatizo hili, mpaka akaya al-allamatu Ibn Idris ambaye ana kitabu chake akiita Asai katika haraka ya ijtihadi katika madhhabi ya kishia. Haya ni matatizo haya kutokea katika ulimwengu. Tukija katika ulimwengu tulionao sasa yao, mfano tukitaka kutukua mfano tunaouona mbele ya macho yetu, pia tutukue mfano kwa mashia. Al-Imam al-Khomeini, zile hatua alizozipiga, ule mwamko alouweta, lau yeo kwa inuka mwanachuoni ajaribu kumkosoa Imam Khomeini kinadharia, kielimu, utakuta aonekana kama amekosea. Kwa sababu gani? Amevaa kandu ya nini, ya utakatifu. Hili ni makosa katika maendeleo ya kibinadamu. Watu ambao kwamba hawajadiliwi, watu ambao kwamba hawakosolewi ni wale watu waliopewa shahada na Mungu kama mitumi. Wale lao ni moya kwa moya ni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwanachuoni namna atakaokuwa na elimu ni mwanadamu, na aweza kupata na aweza kufanya nini, kukosa. Sasa wakati watu wanapokuja wakatukuza watu, wakaanza kuenda nyuma bila ya kutaka kujadili, bila ya kutaka kutafuta dalili, huya kukafungika milango ya nini, ya elimu mara nyingi sana, na hii huweta matatizo katika maendeleo. Na ndio al-Imamu Ali alayhi salam akataka kutupa msingi wa kuamiliana na watu, akawa atuambia undhuru ila ma qala wala tandhuru ila man qala. Siku zote wewe katika kutaka kuamiliana na mambo ya kielimu, mambo ya kimaarifa, angalia maneno, usimwangalie mwenye kunena, kwa sababu personality mara nyingi ukiitangamanisha na maneno yanaonenwa huya ikachangia mambo ambayo hayastahiki yachangiwe. Maneno lau wapo peke yake, hukuambiwa aloyanena ni nani, waweza kuyaona hayana qima, lakini ukitiliwa ni fulani ukayapa qima. Maneno ukiangalia peke yake waweza kuyaona ni maneno mazito, lakini ukiambiwa ni fulani amenena ukayaangusha nini, qima, kwa sababu pengine ule mtu wewe humpendi ama ni humwamini. Kwa hivyo al-Imam aliyatuambia undhuru ila ma qala wala tandhuru ila man qala, angalia aliyoyanena, usimwangalie aliyenena. Taban hadithi hii jamaa huitumia makosa mara nyingi, na mimi napenda kuifafanua, nimeisoma kama hapa. Mara nyingi sisi mashekhe, wakati tukiwa na zile nyendo zetu zikiwa ni kinyume na maneno tuyanenayo,
huwa jamaa wakitukosoa waambia bwana, nyinyi ndani undhuru ila ma qala wala tandhuru ila man qala, niangaliani yale anenao kweli ama si kweli, msimwangalie yule anenao. La, vitu kama hizi sio sawa. Ni lazima kuwe na muumano wa mwenye kunena na yenye kunenwa, lakini wakati wewe unapoyapokea uyapokee kwa msingi huu, yapime maneno, ukweli wake, dalili zake, bila ya kuingiza kati kiungo chochote cha personality ya ule mtu ambaye kwamba anauzungumza. Katika maradhi au sifa ambazo kwamba humfanya mwanadamu akafungika milango yake, ndugu zangu Waislamu, ni madhambi. Madhambi ni moya katika au ni makubwa katika yanaoharibu zifaya za maarifa za mwanadamu. Kwani sote mara nyingi husikia ile hadithi tunaosomewa kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amenena kwamba Muislamu akifanya madhambi hutoka kitono cheusi katika moyo wake. Si maana ukipasua moyo utaona kitono cheusi. Hii ni lugha ya kiramzi, ya kimifano, ya kisayansi. Mwanadamu au Muislamu akifanya madhambi hutoka kitono cheusi kwenye moyo wake. Akirudi nyuma, akitubia madhambi kama yale, hufutika kitono kile. Akitorudi nyuma akawa aendelea kuyafanya madhambi kama yale, kile kitono chaendelea kufanya nini? Kukua, chakua mpaka chaufinika moyo wake. Kikisha kufinika, hiyo ghishawa. Sasa ndio ile uambiwa moyo wa mwanadamu umefanywa nini? Umepigwa muhuri. Khatama Allahu ala qulubihim bal rana ala qulubihim. Ndio hiyo hatari ya nini? Ya madhambi ambayo kwamba sisi tuweza kuyadharau. Madhambi tuweza kuyadharau matoto. Siku moja Bwana Mtume alikuwa ufuatene na masahaba zake, kukawa kwa zungumzwa lugha ya madhambi makubwa na madhambi matoto. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika jangwa akawaambia wale masahaba, nataka kuni. Wakamwambia hakuna kuni ya Rasulullah jangwani. Akawaambia kusanyani hata zipande zitoto. Wakakusanya, ikitahamaki umekuwa mduru wa nini? Wa kuni. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, mimi nilikuwa sitaki kuni, mimi nataka kuwapa mafundisho kizitendo. Hivi ndivyo yanavyokusanyika nini? Madhambi. Wewe utaliona hili mtoto shilingi na ndururu na megonga mizani, pengine ni uzi wa sukari, lakini yanakusanyika. Sababu umeona zina, kujepa, kuna tembo, haya ndio mambo makubwa. Lakini madhambi matoto yakusanyika kisha yawa mduru. Wastaajabu ukisimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifunguliwa faili yako wewe mwenyewe waanza kujiuliza yametoka wapi mambo kama haya. Kwa sababu madhambi matoto yana hatari moja, ndugu zangu Waislamu, yana hatari ya kuyasahau. Mtu aweza kuzini katika maisha yake, lakini hasahau, si rahisi kusahau kwamba yeye amezini. Hii ya kusaidia kuomba toba, hii ya kusaidia kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku yoyote ukipigwa kofi la tanabuhi kurudi kwa Mwenyezi Mungu katika kuhesabu yale madhambi yako uliyofanya, ya Rabbi nisamehe kadha, utakuya nilimjepea fulani, nilikuna tembo, nilizini. Ni rahisi haya kuyakumbuka, lakini hatari ya madhambi matoto ukayasahau. Ni rahisi kuyasahau au ni rahisi kuyaona si madhambi. Ni rahisi sana. Mimi nina mifano mingi upija sasa yao kwamba tukifundishana Uislamu lazima tufundishane kwa upana. Maasiya sikuzini tu wala sikunwa tembo, ni mingi sana maasiya. Katika maradhi tulionayo katika jamii zetu, masala ya misikiti na zitu za misikiti, namna
tulivolewa hatuna tabia ya kutunga zitu za msikiti, hatuna tabia za kutunga hukumu za wakfu. Leo utamwona mtu mtoka ndo dukani, amesahau kopo la kutilia mafuta Ulaya, aweza kuingia msikitini akafanya nini? Akatunda kopo. Leo mtu una harusi aenda kutukua zima biswati msikitini. Ufazi tu kama hizi hazifai. Wakfu ukiwekwa si ruhusa kutumia kwa ndia yoyote isipokuwa ile ndia iliyowekewa wakfu kile kitu. Leo wewe au tajiri amekuja hapa msikitini, ametoa tayasimu, ameiwekea wakfu huu msikiti, ni makosa shekhe kuitukua tayasimu ile hata kuna maulidi Nkunguni kwenda kuiwasha, kwa sababu ile tayasimu haikuwekewa wakfu kusomewa maulidi, imewekewa wakfu hapa msikitini. Bali Sayyidul Khoi, baadhi ya maraji wetu wasema, ikiwa birika ya msikiti yule aloijenga na atakao kutia mai ametilia mai watu watawadhao ni wanaoswali msikiti hunu, ni makosa kutawadha birika ile ukenda kuswali msikiti mwingine. Ikiwa ule anayoyatia yale mai mwenyewe ayatia yale mai ameweka ni wakfu kwa wale wanaoswali kwenye hunu msikiti, mfano ni makosa wewe kuyatawadhia mai yale kwenda kuswali msikiti mwingine. Hii ni mifano mimi nawapa. Sasa hiyo ndo tuangalie sisi kutoka mashekhe mpaka wanazuoni mpaka watu wa kawaida, namna tunavyozitumia zitu za misikiti. Mfano wewe una harusi unaenda kutukuliwa mabiswati katandiko kule, ule una kadhaa unaenda kutukuliwa taa zikafungwa kule, ule una kadhaa unaenda kutukuliwa kadhaa. Hatuko kwenye takayud, na haya ni madhambi, na ni madhambi matoto, lakini waweza kuyaona ni nini? Ni pani, ni tita la kuni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika zitu zinaoharibu zombo ni dhulma, ndugu zangu Waislamu, kudhulumu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama. Dhulma ni ziza siku ya Kiyama, ni ziza huoni, ni ziza za kupinga kila kitu. Dhulma ni hatari sana. Dhulma yaweza kukufanya wewe uwe tongo na uwe kiziwi na uwe duko, wakati unapotumia satwa, wakati unapotumia uwezo, wakati unapotumia umaarufu kwa ajili ya kudhulumu wanyonge na kwa ajili ya kudhulumu wasiojiweza. Hizi zote tukiziwata na kuzipita mbio mbio, ni sifa, ni zitendo anazozifanya mwanadamu. Zote hizi ziko katika kukuharibu wewe na kuharibu zile zombo zako. Sasa ukitoka nde ya mwanadamu, utakuya kupata sasa zile mawani, pingamizi zilizoko nde ya mwanadamu, ambazo kwamba ni nyingi kabisa. Viongozi wapotevu, hawa wapoteza watu, pia wachangia kuweka pazia badali ya utongo wa kibinafsi, wakakuwekea utongo wa zaidi. Marafiki wabaya ni hatari katika kukuchangia kuyaona mambo yote haya ya kupoteza. Mazingira na shetani, hizi zote ni zitu ambazo kwamba zachangia kuharibu. Sasa hapa ndipo tutakuwa tumeweza kukamilisha kwa ufupi yale tunayoyataka katika zile aya 4 za suratu Yasin, na nimezipita mbio mbio hizi zitu kiasi fulani. Mwenyezi Mungu alipotuambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, baada ya suratu Yasin kuapa Mwenyezi Mungu kwa Qur'ani, ikarudi ikamkhutubu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ikimwambia innaka laminal mursalin, kwamba wewe uko katika ndia ya sawa, ala siratin mustaqim. Kisha ikarudi ikawagawanya watu. Sasa kuna wanaomkubali Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna na wale waliomkataa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na vingi ni wale waliomkataa. Na ndio aya ikatwambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum
la yu'minun. Limekuwa kweli neno la Mwenyezi Mungu kwa wingi wao, kwa hivyo wao hawaamini. Kwa nini hawaamini? Kwa nini? Kwa sababu inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sisi tumewatia pingu katika nyoyo zao, shingo zao. Pingu zile zimetanganywa na mikono yao, au wanazuoni wengine wanena zile ringi walizotiwa katika shingo zilikuwa pana na nyingi mpaka uso wao ukawa umeekelea juu. Fahum mukmahun, wakawa wamekodoa mato, huangalia juu, hawaoni pambizoni, hawaoni mbee. Na wewe ukiketi ukitaka kufanya majaribio, simama uangalie mbinguni, huwezi kutembea, utagongana na mbee. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia waja'alna min baini aidihim saddan, mbee yao kukawa na ngome, wa min khalfihim, na nyuma yao kuna ngome, fa aghshaynahum, kisha tukarudi tukawafanya nini? Tukawafinika, fahum la yubsirun. Hiyo sasa summun bukmun umyun fahum la yarji'un, au khatama Allahu ala qulubihim. Ndio haya tulikuwa tukiyazungumza, ni zombo zimeharibika, na zombo zikiharibika sasa huya natija. Wasawaun alaihim aandhartahum, sawasawa ikiwa utawakhofisha, am lam tundhirhum, au usiwakhofishe, la yu'minun, kwa sababu wamezie kuharibika, hali ishakuwa mbaya, hakuna natija ya kutengea. Hii kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, ni mada ambayo kwamba nimeirefusha kiasi fulani kwa ajili ya kuweza kuzifahamu hizi aya 4 zazungumza mambo gani. Lakini kuna suala moja kabla hatuenda kwenye aya inayofuatia, innama tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bilghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kuna suala nafikiri iliulizwa katika siku za kwanza, nikanena tutaijibu mwisho. Mbona hizi aya nyingi zinaozungumzia masala ya kuzibika zombo za wanadamu huwa hazifanyi kazi tena, zategemeza kitendo hiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kama hizi aya tulizosoma, Mwenyezi Mungu anena inna ja'alna, sisi ndio tumemtia pingu, waja'alna min baini aidihim, sisi ndio tumemwekea ngome. Kwa nini zaekezwa kwa Mwenyezi Mungu? Ikiwa yeye Mwenyezi Mungu ndio alotupa utongo tusione mambo, ikiwa yeye Mwenyezi Mungu ndio alotupa uduko tusione mambo, ikiwa yeye Mwenyezi Mungu ndio alozipiga muhuri nyoyo zetu zikasusua zikawa hazifanyi kazi tena, sisi tunakosa gani? Hili ni suala nimewahi kulijibu mimi kwa minasaba mbalimbali na kwa ndia mbalimbali, lakini sitochoka kulijibu kwa sababu ni masala muhimu sana ili tuyaelewe. Ukweli wa mambo ni lazima tufahamu kwamba kila kinachoendelea hapa ulimwenguni chaendelea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu, kila kinachofanyika ni kwa uwezo na kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini haimaanishi kwamba mwanadamu pia hana mchango fulani wa kuchangia yanayotendeka. Haimaanishi hivyo, kwa sababu ikiwa yamaanisha hivyo itakuwa haina haja kuwe na pepo wala kuwe na nini na moto. Ikiwa mwanadamu atakuwa ni kama jiwe au kama kalamu, leo wewe ukashika kalamu kwa mkono wako ukachora picha mzuri, ukawa na mashindano, hakuna mwenye akili hata mmoja atakao kufanya hafla kutoa zawadi kwa zile kalamu. Kwa kuna vijana wamechora, ukiangalia picha mzuri ni ipi, ni kalamu gani iliyoandika ni hii, ukawa utatunda zawadi, utaipa kalamu. Na utakapokufanya hivyo watu wote watakuona wewe una wazimu, kwa sababu kalamu ilikuwa haina uamuzi wowote katika kule kuchora, ilikuwa yapekeshwa. Kwa hivyo ikiwa sisi wanadamu
tutakuwa ni kama kalamu. Kisha kesho akhira twende tukasimamishwa kwenye nini? Mahakama, tuambiwe wewe umefanya kadhaa, wewe umefanya kadhaa, wewe nenda peponi, wewe nenda motoni. Itakuwa sampuli fulani, ni mambo hayaingia akilini. Pia hatutaki kukanusha kwamba yanaotendeka Mwenyezi Mungu hana alaka nayo, la, bali kuna mchango huku na huku. Wewe unapokitukua kisu ukakitia makali ukaikata mkono wako, bila shaka zile harakati zako zote ulizofanya umezifanya kwa uamuzi wako. Kitendo kile cha kujikata waweza kukinasibisha kwako, ukanena mimi nimejikata, na kitendo kile kile cha nasibishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hizo nguvu ulozitumia ni nani aliyokupa? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kile kisu kukata, uwezo wa kukata alokipa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu wakati anaponena kwamba sisi tumekata nyama, haimaanishi kwamba wewe hukuinua mkono wako na hukutia makali kisu ukakikata. Kwa hivyo ngome kama hizi, ingawa zafaa kuambiwa ni Mwenyezi Mungu amezijenga, lakini sababu zake ni sisi tunazozichangia kwa mikono yetu, ambao baadhi yake nimezieleza. Wakati tunapofanya madhambi, wakati tunapofanya dhulma, wakati tunapokuwa na taasub, wakati tunapokuwa na haya mambo, hizi tunapozifanya ndio twazijenga ngome sisi, na Mwenyezi Mungu amezipa uwezo zitu kama hizi ziwe ni ngome kwetu sisi. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu anaponena inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan au waja'alna min baini aydihim saddan, haimaanishi kwamba ngome zile umejengewa wewe huna khiari. Haimaanishi kwamba wewe sio ulotoa mchango ule wa kuzisababisha zitu kama zile, bali mambo yako kwenye mikono yako, na wewe ndio wataka ujitunge na mambo kama haya. Laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Mpaka hapa itakuwa kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeweza kumaliza mpaka aya ya 10, na insha Allah Ta'ala juma litakalokuya tutaingia katika aya ya 11 ya suratu Yasin inayotuambia inma tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahman. Ni nani wanaongoka? Grupu ya pili sasa. Na kwa nini waongoke? Na ni sharuti gani unazotakikana uwe nazo ili uweze kuongoka? Haya yote yatazungumzwa na aya itakayokuya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikia na akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.